Sasa hapa kuna listi ya fani nimekuwekea ambazo Watanzania wengi wetu tunazichukulia poa, lakini hizi fani zina soko sana. Sio jeshini tu, mpaka kitaa hizi fani zina soko sana. Sasa kama wewe labda ni kijana umemaliza form 4, hauelewi una miaka 19 pale 20, hauelewi uende wapi, na kushauri zingatia hizi fani, zitakusaidia sana na zitakujenga pia kama kijana, na inapendeza ukasoma long course, yani kozi ndefu. Kozi namba 3 ni carpentry and joinery. Hapa namaanisha ufundi seremala. Kwa nini nasema ina soko? Kuna kitu kinaitwa matengenezo ya miundombinu ya majengo ya jeshi. Yanahitaji ukarabati wa mara kwa mara, maintenance. Hapo mafundi seremala wanahitajika, lakini pia kuna miradi ya serikali inahitaji wataalam wa useremala. Lakini ukiwa fundi mwenye ujuzi, ni lazima utapata tenda mbalimbali, lakini pia unaweza ukapata nafasi jeshini. Lakini fani namba 2 ni mason and bricklaying. Hapa naongelea fani ya ujenzi. Ndani ya jeshi la polisi kwa mfano, kazi ya masonry zinahitajika sana. Mfano, hawa wataalam ni muhimu sana kwenye miradi ya ujenzi au ukarabati wa vituo vya polisi. Na fani namba 1 ni tailoring. Hii naongelea ushonaji. Fani ya ushonaji, hawa wataalam wanahitajika. Kwa mfano, wanahitajika jeshini kurekebisha kwa mfano sare za askari. Lakini taasisi inakuwa inawahitaji hawa watu, lengo ni kupunguza gharama. Badala ya kutafuta fundi au mtaalam wa ushonaji nje ya taasisi, ni vema ikawa na wataalamu wao ndani ya jeshi. Ndio maana hawa wataalam wa ushonaji wana soko jeshini. Sio jeshini tu, hata mtaani. Ukiwa fundi bora, tegemea ni lazima uwezekano mkubwa utapata tenda mbalimbali. Kikubwa ni uaminifu na ubunifu.